Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya leo ya asubuhi inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mfungo wetu wa siku ya 6 ambao ni kutoka utukufu hadi utukufu. Kwa wiki nzima tumekuwa tukishughulika na mambo kadha wa kadha, na leo tunaenda kugusa jambo muhimu sana ambalo litatupa neema ya kupokea vitu vikubwa kutoka utukufu hadi utukufu. Na hiyo kona ni kona ya imani. Kumsihi Bwana atupeleke kwenye imani iliyoongezeka kutoka utukufu hadi utukufu. Na sababu kubwa ya kutaka kuongezewa imani kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine ni kwa sababu jinsi unavyoongeza imani ama unavyoongezewa imani, kwa sababu tutaangalia vile ambavyo imani unaweza ukaiongeza wewe ama ukaomba kuongezewa imani, ndivyo ambavyo unaendelea kuchukua vitu kutoka kwa Bwana sawa sawa na imani yako. Na ndio maana ukuta Yesu akawaambia wale waliokuwa kiwaponya, pokea sawa sawa na unavyoamini. Yani level zako za kuamini ndio level zako za kupokea. Kwa hiyo Mungu akikupeleka viwango vipya vya imani, amekupeleka viwango vipya vya umiliki na kupokea kutoka kwake. Na ndio maana tunaona maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Tunaona hapo maandiko yanaonyesha kwamba haki ya Mungu huwa inaenda kudhihirika ndani ya mtu. Haki yako ya kupata mali, haki yako ya kupata amani, haki yako ya kupata watoto, haki yako ya kupata mume ama mke inadhihirika ndani yako, inahesabiwa kuwa haki yako endapo umetoka imani moja hadi imani nyingine, ama viwango vya imani hata imani. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo kuna namna ambapo huwezi ukapokea pasipo kuongezewa imani juu ya jambo lile. Mfano, mimi nina imani ya kununua bajaji na nitakuwa na upako wa kuletewa bajaji sawa sawa na imani yangu. Kwa hiyo nikitaka kwenda kununua gari ni lazima nipate utulivu, nimuombe Mungu anipeleke imani ya gari, kutoka imani ya bajaji niende imani ya gari. Yani nianze kuiona gari kama ni kitu ambacho kinaweza kikaingia kwenye maisha yangu. Ndio kutoka imani hata imani. Kwa hiyo kama imani ikibaki pale pale penye bajaji, siwezi kupokea gari. Na ndio kanuni ya Mungu, hawezi kukupa nyumba kama bado imani yako ipo kwenye kupangisha. Kwa vile kwenye kupanga, vile ambavyo unainuka kutoka imani moja hadi imani nyingine, ndivyo ambavyo unaenda kuviwango vipya vya kupokea. Ni maombi yangu kwamba siku ya leo Bwana akuinue kutoka imani hata imani, ili uende kupokea vitu katika utukufu mpya. Tunaona pia mitume waliomba kuongezewa imani. Kwa kuna nyakati unaweza kaona jambo hili nahitaji msaada, ninahitaji kumwomba Mungu aniongezee imani. Tunaona hapo kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 17 mstari wa 5 anasema hivi, mitume wakamwambia Bwana tuongezee imani. Alikuwa amewaambia mambo fulani huku juu, halafu wakaomba kuongezewa imani. Yani jambo hili hata kama tunataka kulifanya, sio kwamba mitume walikuwa hawana imani, lakini kwa jambo lile walikuwa wanaomba kuongezewa imani. Kwa tutaenda kumwomba Mungu atupeleke utukufu mpya wa kumwamini yeye katika mambo magumu ambayo yamkini tumeshindwa kumwamini. Na ndio maana anaeleza sasa, hata Yesu mwenyewe anaeleza jinsi ambavyo anashughulika na viwango vya imani. Ndio maana anasema hivi, Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Anaongea kwa habari ya wingi wa imani na uchache wa imani. Anasema kiasi cha punje ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii.
Kwa hiyo kuna levels ambazo unatakiwa uende. Mimi najua unaweza kuwa unatamani vitu fulani, lakini kabla ya kuvifikia hivyo vitu kuna mchakato hapa utahitajika wewe kwenda kwenye ile imani ambayo unatakiwa kupokea vile vitu. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu atupeleke kwenye imani. Nataka nikuulize swali, imani gani ambayo unatamani Mungu akupeleke? Mwingine anasema leo nataka Bwana nipeleke kwenye imani ya nyumba, Bwana nipeleke kwenye imani ya ajira, Mungu anipeleke kwenye imani ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo jinsi unavyoenda kutoka imani hata imani, ndivyo ambavyo unafungua milango yako ya kupokea. Unafungua milango yako ya kupokea. Kwa hauwezi kupokea kitu ambacho haujakiamini. Na ndio maana kuna namna unaweza wewe mwenyewe ukatengeneza imani ukapokea, yani mahali ambapo Yesu anaona uwepo umeondoka, mtu kashapokea ameondoka zake. Yule mama aliyekuwa kitokwa na damu kwa miaka 12 ameenda amejisemesha kwa imani kwamba nitagusa upinde wa vazi lake, nitachukua muujiza hapo, hata kama yeye anatembea huko mimi nabeba uponyaji. Na ukweli alivyofika kagusa, akajichukulia uponyaji wake kwa imani, akaondoka. Yesu ndo anashtuka, anasema ninaona nguvu zimenitoka, nani aliyenigusa hapa? Kuna kitu naona kimetokea. Nini maana yake? Ni maana yake ni kwamba imani yako inayo nguvu ya kwenda kubeba vitu unavyovitaka kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ni vyema sana ukamsihi Roho wa Bwana akuongezee imani siku ya leo. Mwambie Bwana Yesu, naomba uniongezee imani, naomba uniongezee imani. Halafu utaona Mungu atakapokupeleka katika imani, kwa sababu kuna vitu vingine shetani anaingia na kusemesha kila siku. Usipompinga shetani huwezi kaa kwenye imani. Lazima umpinge shetani ili ukae kwenye imani thabiti, ambayo hiyo imani itakusaidia wewe kwenda kuwa mshindi na zaidi ya ushindi. Nataka tuende mbele za Bwana tukamwambie Mungu, katika mfungo wetu wa hii siku ya 6, ninaomba Roho wa Bwana nipeleke katika imani. Kuna namna fulani hivi Mungu akikupeleka kwenye kumwamini wewe katika level fulani. Unajua unaweza kumwamini Mungu kwa shilingi 50,000. Unaweza kumwamini Mungu kwa shilingi 100,000, lakini ili uweze kwenda 500,000 unahitaji Mungu akusaidie ili uweze kwenda kwenye imani ya kubeba muujiza wa 500,000. Sasa tunataka tuangalie ni muujiza gani unayotamani Mungu akupeleke. Yani hapa nasema hapa, Mungu naomba nipeleke niweze kuingiza hiyo fedha katika nafasi yoyote ile ama njia yoyote ile ambayo Mungu tairuhusu. Basi ninaomba unipeleke kwenye viwango hivi, na unamwamini Mungu kwenye vile viwango mpaka unapokea. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, tunakushukuru sana kwa maana umekusudia kutupeleka kutoka imani hata imani. Mungu uliye hai, tunakuja mbele zako kwa maana vipo vitu vingi tunavyovitamani kuviona vikitokea kwenye maisha yetu. Tunatamani kuona utajiri, tunatamani kuona furaha, tunatamani kuona mahusiano yetu ndoa, tunatamani kuona uchumba ukienda kwenye mahusiano ya ndoa. Mungu uliye hai, tunatamani vitu vingi sana. Roho Bwana, tunaomba neema yako itupeleke kutoka imani hata imani, tukavifikie vile vitu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaenda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu zinazoinusha matukio mbalimbali kuharibu imani yetu. Katika jina la Yesu tunaangusha nguvu za giza zinazoharibu imani yetu, kwa maana tunajua kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mungu uliye hai, asante kwa maana unatupa ufahamu wa kuwa na nguvu ndani yetu ya kuweza kumpinga shetani naye akakaa mbali asiguse imani yetu. Mungu uliye hai, tunaomba tusaidie, ututie nguvu, tuwe hodari katika wewe Bwana na katika uweza wa nguvu zako. Utusaidie Roho Bwana kuwa hodari katika ushindi, katika kubeba yale yote ambayo Mungu umeyakusudia tuenende nayo. Yamkini tumeshindwa kuyafikia, lakini imani utakapoinua ndani yetu, Roho Bwana, tutayafikia yote katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kila mmoja ukamuongeze na kumzidisha katika imani. Yupo ambaye anahitaji imani ya kupona, Roho Bwana, ninaomba ukaiongeze imani akapokea muujiza wa uponyaji. Yupo ambaye anahitaji imani ya kuinuliwa viwango vipya, Roho Bwana, ninaomba ukamuongeze mtoto wako huyu katika imani ya viwango anavyotaka kuvienenda. Yupo mmoja ambaye anataka kuinuliwa imani
imani ya kwenda katika masomo ya juu katika nchi za nje. Mungu liye ukamuinue katika imani hiyo na akaende kwa jina la Yesu. Yamkini yupo mtu ambaye amesema mwaka huu hautapita mpaka aolewe, mwaka huu hatapita mpaka aoe. Bwana, ninaomba imani ukaiinue akaone kwa uthabiti wake ya kwamba imekwisha kuwa. Mungu liye, ninaomba mtu mmoja anayesema mwaka huu lazima niwe na biashara kubwa, mwaka huu lazima niwe na kiwanda, mwaka huu lazima nianzishe jambo. Mungu liye, ninaomba ukamuinue katika imani ya kuweza kubeba muujiza huo katika jina la Yesu na katika damu ya Mwana-Kondoo. Tunaangusha ngome za nguvu za giza zinazoingia na kusema hauwezi. Mungu liye hai, tunazibomoa hizo ngome kwa jina la Yesu na kwa damu ya Mwana-Kondoo. Tunaangusha zile ngome ambazo zinasema ibada sio yako, imani, swala la imani sio la kwako. Tunaangusha hizo ngome za nguvu za giza zinazodanganya na kumfanya mtu abaki pale pale kwa jina la Yesu na kwa damu ya Mwana-Kondoo. Baba, asante kwa maana yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ninakushukuru kwa maana hata hili linawezekana. Mungu liye hai, ninaomba ukamsaidie mtoto wako huyu aende imani hata imani, anavyoondoka utukufu hata utukufu, aende imani hata imani. Baba, tufundishe kutembea katika imani ili tutembee katika miujiza, ishara na ajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana, na maombi haya yanaenda kukuinua kupeleka viwango vipya. Wewe ambaye unaumwa, Mungu anaenda kukunyanyua, anaenda kukuinua tena. Unaweza kumwamini Bwana kinyume na magonjwa. Unamwamini Mungu, naambia Mungu, mimi sitaumwa, watoto wangu hawataumwa, familia yangu haitaenda hospitali. Unamwamini Bwana kwa namna hiyo, utashika sadaka yako, utaiachilia. Mwingine anamwamini Mungu, anaambia Mungu, mimi nakuamini wewe ya kwamba nitatembea kwenye ushindi katika biashara yangu, sitakuwa wa kawaida, mimi nitakuwa kinara katika biashara mahali ninapofanyia. Shika sadaka yako, iachilie, kumwambia Mungu, natamani kwamba katika imani yangu unipeleke, kwa sababu natamani kuwa mtu mkuu, niwe kiongozi wa mahali fulani ama kiongozi wa nchi katika level fulani. Mwamini Mungu, shika sadaka yako, mwambie Bwana Yesu, ninaomba ukaniinue katika imani hata imani. Kuna vitu ambavyo yamkini umevitamani kwa muda mrefu. Hebu leo nenda mbele za Bwana ukiwa umeshika sadaka yako, mwambie Mungu, kaniinue katika imani. Kwenye hii kona niinue imani yangu iwe thabiti ili niweze kupokea. Na utakapomwambia Bwana kwa namna hiyo, na ukamwambia Mungu akuinue katika imani thabiti, na uhakika wake utaenda kupokea sawa sawa na vile ambavyo umeamini. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutashika sadaka yako ya kutoka imani hata imani, halafu tutaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na wewe na wakati mwema. Amen.